Salma, tuambie unajishughulisha na nini? Ili kwa wakati tunapozungumza kwa habari ya maisha ya kijana, tunatamani tujue wewe kama kijana mwenye umri wa miaka 20, what are you doing? Unafanya nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo tutakuwa tunaangalia, na of course tutakuwa tunaangazia mambo ambayo vijana wanatakiwa wazingatie. Unajishughulisha na nini? Ili kusudi iwe hamasa kwa vijana, yani you're young but you're doing something. Kwangu mimi sasa hivi nina base kwenye accessories za wadada, wakaka pia. Nauza dress, dresses, normal dresses, fashion za kawaida, nina batiki, t-shirt, jeans na suruali official. Suruali official za kazini. Okay, za kiume za kike? Uza aina zote, ni wa kike wa kiume ninazo. Wow. Yani kabla hatujaenda kwenye topic yetu ya leo ambayo tutakuwa tunaangazia maisha ya kijana, wewe ni kijana. Tunatamani tujue ni nini kilikupelekea, ni msukumo gani ulikupelekea mpaka ukaamua sasa usikae? Maana tunaona vijana wengi kwenye maisha ya sasa hivi hawafanyi chochote. Vijana wengi wanakuwa labda wanatamani kuajiriwa. Labda utatuambia kama umeajiriwa, lakini of course tunatamani kujua nini kilichokupa msukumo ukaona ni fursa ya kuwa yani ufanya biashara tuseme. Ni nini kilichokupa msukumo? Kipindi nimemaliza chuo, nilikaa mtaani kama wiki 2 hivi. Wow. Nilipokaa wiki 2, nikaunganishwa sehemu kazi na kakaangu. Okay. So nikaa nafanya, nikaa nimeajiriwa. Nimeajiriwa, nilikaa muda mrefu, mwaka na miezi 7. So katika hiyo kazi ambayo nilikuwa nafanya, mwaka na miezi 7. Mwaka na miezi 7. Nikaona kiasi ambacho naingiza kwa mwezi sawa, ni kinanikizi kwa sababu nipo kwa wazazi. Yes. Ila kuna baadhi ya vitu nashindwa kufanya kupitia ile hela. Okay. Kingine kazi inanibana. Kwa hiyo nakuwa ni kama nipo ofisini ni hapo. Mzunguko wangu ni mfupi. Okay. So nika decide hivyo niache. Alafu niingie kwenye biashara. Okay. Ndo nikatoka huko. Nikaanza taratibu kwenye biashara. Nilianza kidogo, nilikuwa nauza vitambaa hivi vya kushona. Taratibu nikahamia kwenye accessory. Mpaka sasa hivi sio mbaya, ila naona na kitu yani. Kwa hiyo unataka uniambia Salma, ina maana ajira, ukilinganisha ajira na biashara unayofanya sasa hivi, kwa hiyo biashara inalipa vizuri kuliko ajira? Inanilipa vizuri kwa mpaka tuseme kwa mwezi. Pesa ambayo nilikuwa nalipwa kule na ambayo natarajia ama nitaipata kwa mwezi nikiwa nafanya biashara zangu, naona ni nyingi. Kingine napata muda wa kutembea zaidi nikiwa kazini, means kwamba nakuwa under wao. Okay. So nikihitaji labda kugain kitu kingine nje, siwezi nikapata hiyo nafasi kwa sababu muda wote ofisini wananihitaji. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, hata kama sio kwa hiyo biashara yangu, ila kuna vitu vingine ambavyo na gain. Nikishatoka labda nimepeleka sehemu, labda deliver nimepeleka, njiani nikakutana na kitu nimejifunza. So nimegain kitu kwa siku 1-2. Unajua mimi unazungumza hapa, but I really admire you Salma. You are very young, una miaka 20, lakini umeshaona fursa. Natamani tuairishe hiyo topic kwa sababu kuna siku itabidi tuzungumze kwa habari na fursa ambayo inazunguka kwenye hiyo tasnia unayofanya ya urembo, accessories. Lakini pia naona sasa hivi umesema unauza batik, unauza nguo, unauza official trouser. Yani ni kitu kizuri. Wewe kijana umekaa hapo umelala. Umemsikia Salma hapa? Yani she's only 20 but she's really thinking big, and this is the vision ambayo tunatamani tufanye kama vijana. So kwenye topic yetu maisha ya kijana, hebu niambie maisha ya kijana kwako wewe kama kijana. Of course una umri mdogo, lakini at least from the experience perspective unaweza ukayadadavua vipi, like what goes around kwenye maisha ya kijana? Kwenye maisha ya kijana, kijana kama kijana,
Hapo kwanza kuna vitu vingi tunaweza tukaongelea. Yes. Namna ya yeye anapojiweka, maisha yake anaendeshaje na vitu vingine. Cha kwanza, kijana kama kijana katika maisha yake binafsi anatakiwa ajue yeye ni nani. Nimependa sana hiyo. Ajue yeye ni nani. Anataka nini? Maana unaweza ukajua wewe ni nani lakini hujui unataka nini. Lakini pia wanasema unaweza ukawa unajijua unataka nini lakini huna hofu ya Mungu ndani yako. Hofu ya Mungu pia ni muhimu. True. Hivyo ni vitu baadhi ambavyo mimi kwa upande wangu naamini kwamba kijana akiwa anajielewa, anajua nini anataka, ana hofu ya Mungu, then na heshima pia. Unaweza ukawa na vyote pia heshima una. Hivyo. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo mimi naona kijana akizingatia ama akifocus katika hivyo. Tutatengeneza yani jamii yenye vijana wazuri, yani jamii yenye vijana wazuri wenye uelewa na ambao hawaangalii hapa ila wanaangalia kule. Kwa hiyo kijana anatakiwa kujitambua, lakini kijana pia anatakiwa ajue kitu ambacho anachokitaka katika maisha yake. Na hilo of course ni kitu ambacho wewe unaangazia kwa habari ya leo, kwenye topic yetu ya leo, kwamba licha ya kwamba despite whatever has kimetuzunguka, lakini kijana anatakiwa kujitambua. Mimi nimependa ulivyosema kwa sababu kweli kama kijana, yani kijana anazungukwa na vitu vingi. Kuna mambo ya utandawazi, kuna mambo ya kujitambua, kuna mambo ya kushangaa, kuna mambo pia ya mabadiliko ya mwili, mabadiliko ya akili, lakini pia kijana tunamwona anatoka kwenye hatua moja kwenda nyingine. Mfano, ukianza kwenye swala la elimu, kuanzia sekondari, kuanzia labda nisianze chekechea, lakini kuanzia maybe primary level, mawazo yake na jinsi anavyofikiria vitu sio kama anavyoingia kwenye secondary. Kwenye secondary, alafu from secondary anaingia chuo. Kwa hiyo unamwona kijana ni mtu ambaye ana revolve depending na environment na vitu ambavyo vinamzunguka. Kwa kijana ni mtu ambaye ana vitu vingi, anatamani kuvijua, anatamani kujua afanyeje, anatamani apate mwongozo. Wengine wako very confused. Kwa hiyo ni stage ambayo kidogo ukijichanganya unaweza ukajikuta upoteze. Ndio maana nasema kijana anatakiwa ajitambue. Sasa kabla tujaenda kwenye break, natamani tuzungumze na kijana, na of course tulikuwa tunatamani tusikie from experience perspective ya kijana. Wewe ni kijana, tunatamani tujue labda wewe kwa mtizamo wako kijana anatakiwa azingatie nini katika umri wa kijana. Ni vitu gani ambavyo wewe unaviona ni vya msingi, yani from the experience, sio kwa sababu umesomea, sio kwa sababu, lakini wewe kama kijana na jinsi una utambuzi, ni vitu gani ambavyo wewe unavifikiria kama kijana anatakiwa azingatie katika ujana wake? Nijiongelee mimi. Unaweza kuongelea wewe kwa mfano, au labda hata from experience, from marafiki. Yani kijana kijana mambo ambayo anahitajika, sorry napata kinanendio. It's okay. Yani kijana mambo ambayo anatakiwa azingatie katika ujana wake ama katika kipindi hichi. Yapo mengi ila cha kwanza kujijali. Kujijali yeye mwenyewe. Tuseme kuzingatia yeye afya yake, kuzingatia mwenendo wake au mavazi yake. Kitu kingine, kijana kama kijana anatakiwa awe ni mchapakazi. Inategemea au yani tuseme kwamba it's okay hajasoma, hana elimu, lakini kuna alternative, mtu ambaye hajasoma lakini sio kila ambaye hajasoma kwamba hana kitu chochote kichwani. Lazima kuna kitu ambacho anacho kichwani kwake. Unakuta mtu hajasoma lakini ana idea kitu fulani, ukimwezesha tu katoka. So kijana
akiwa na hivyo vitu kwa yani ni baadhi ya hivyo vitu akizingatia, let's say hivyo viwili akizingatia, sisi kama vijana tutakuwa vijana werevu, vijana ambao tunajua ni nini ambacho tunatakiwa tufanye. Maana nowadays vijana wengi hawajui nini wanataka. True. Nini wanatakiwa wafanye. Maana unakuta wengi wao wanajikita kwenye vitu ambavyo sio vizuri au sio vitu ambavyo wanavipenda, ila kutokana na vile hajui nini anataka. Yeah. Ndio anajikuta tayari kashaingia kule ambako hakutarajia kuingia. Yeah. So ukiwa umepanga na unaelewa kabisa, kwa sababu anasema umri wa kijana kuna ile foolish age. Yes. Ukiweza kucheza na foolish age ile na ikapita vizuri, wewe ni more than strong. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado nipo kwenye foolish age but napambana nayo, sitaki nipande kichwani. Maana wanasema kitu chochote kinaweza kikapanda, kikawa katikati, ama kikashuka kabisa. Inategemea sasa wewe unakiweka vipi. Kama unakiendekeza kiwe juu kikupande, kitakupanda. Lakini ukiona hichi kitu, mimi ni kijana, ila hichi kitu wanasema lazima kijana atapitia, nahitaji kukishinda. So unaangalia ni alternative gani ambayo unaweza kufanya. Maybe kukaa labda na watu wazima, naombeni ushauri wa hivi na hivi. Ukiona hicho kitu labda mtu anaona nina aibu, siwezi kufanya hivi, utakaa mwenyewe ndani. Unajua kijana kujitathmini inawezekana. Kama mimi hapa kipindi sijaanza hata kufikiria nahitaji kufanya nini biashara, kuna siku nilikaa nikatulia, nikakaa nikalia na Mungu wangu. Actually mimi ni Muislamu, lakini waga napenda kuomba Kikristo. Wow, you'll tell us about that. Mama wangu ananifundisha, ni Mkristo, so napenda kufuata nyayo zake. Kwa hiyo nilikaa nikatulia nikajitathmini, mimi nina umri huu na ninahitaji kuwa mtu fulani. Nitafikaje hapa bila kufanya kitu fulani? Hapana, sitafika. Mungu, naomba nionyeshe njia. Nina diary ambayo naandika kabisa, Mungu, katika diary hii naomba niongoze. Doesn't matter kwamba I'm Muslim, but ninaomba vile ambavyo najua kabisa hapa nitakuwa karibu na Mungu. Kweli kabisa. Kwa hiyo nikakaa nikapiga goti nikamwomba Mungu, nikamlilia, nikamwambia kwa lolote ambalo nitafanya, Mungu naomba uwe na mimi. Basi nikaanza. Sijaikata tamaa. Cause hata kama tamaa pia unaweza kukata, tuseme nimechoka. Nina wazazi ambao wananiambia ni sawa inachosha, lakini msikate tamaa, you are strong. Jamani moms, uko parents, Mama Salma na wazazi wa Salma tunashukuru kwa hiyo encouragement. I feel proud to have them, jamani. So nikipata hivyo mama anakuambia be strong. Nikikaa mwenyewe nikijitafakari, nasema nahitaji kufika sehemu fulani, najikaza. Utakuta hata ni uchovu ule, naamka naenda naoga, naenda nafanya kazi, sijapata, narudi namwambia Mungu nimekosa leo, najua kesho utanipa. Amen. That's all. Mimi nimependa sana unavyosema kwamba kijana anatakiwa kwamba ajitambue kwanza yeye mwenyewe. Lakini ndugu msikilizaji na msikilizaji wetu, sijui kama unaelewa, nimependa Salma alivyosema kwamba above all we need God. Kijana wa sasa hivi kitu cha muhimu kuzingatia ni kwenye ibada, maombi. Mshirikishe Mungu katika hatua zote. Na mfano mzuri tunamwona mwenzetu hapa, of course kijana smart, anatupa ushuhuda niseme kwa Kiswahili ambacho kitaeleweka, kwamba we need God. Lakini pia we need people that can encourage us. Nimekuwa so proud about your parents kwamba wanamtia moyo. Sasa wewe mzazi kama una kijana, na tumesikia kuna hiyo foolish age ambao vijana wengi ndio wanapitia. Of course tunaangazia kijana definition, a very simple definition ya kijana kwamba ni umri ambao unaanzia utoto mpaka uzeeni. So you can imagine that transition period. Vijana wanatamani sana kupata encouragement, lakini mwongozo na kutiwa moyo. Basi tutarejea tena na tutataka tuangazie mambo kadhaa wa kadhaa, vitu vingine vingi ambavyo labda tutatoa tu mfano
wa kuelimisha au kuendelea kuangazia na kusema vijana wanatakiwa waangazie wazingatie nini katika umri. Nimependa this terminology mpya ambayo tumejifunza kutoka kwa Salma kwamba there's a foolish age. Sijui kama mlijua hivyo. Wewe kijana, hebu jitathmini sasa hivi unavyotusikiza kwamba je, which stage are you in the foolish age and what are you doing in that foolish age? Salma, sijui na kitu kingine cha kuongezea apart from kipaji. Nilikuwa nawaza kwa swala la elimu. Elimu inamsaidia vipi kijana? Kwenye swala la elimu ni muhimu kwa kijana kwa sababu mimi naamini bila elimu mambo mengi huwezi ukayaendesha. Ndio maana mtu anapelekwa shule akajifunze kuandika. Sawa, unaweza ukawa na hela lakini usijue jinsi ya kuzitumia. Kwa hiyo swala la elimu ni zuri, ujue labda kuhesabu, kuandika, lakini ujue pia kuchakata hivyo vitu vyako. Unajua shule pia inatuelekeza vitu vingi. Yes. Tuseme labda ukifika mpaka huko chuo, unajua kabisa nilifundishwa hivi na hivi na hivi na hivi. So kupitia ile elimu unaweza ukafanya jambo fulani kwenye jamii, wewe mwenyewe. Yaani hivyo. Kwa hiyo elimu ni muhimu kwa kijana kwa sababu kijana bila elimu kuna kitu anakosa. Hapo kwenye hela. Elimu, Elimu mimi nikiliangalia kwa maybe upande wa pili. Mimi naamini vijana bado ni wako smart, yani bado akili zao ziko very smart, na kwamba akili haijajaa vitu vingi. Kwa hiyo naamini kama kijana na labda unajiuliza kwa nini nisome, mimi nafikiri elimu ni muhimu sana, na ni muhimu wakati una muda. Kwa sababu kama wewe ni kijana na bado hujapata familia, nadhani ukiwa na elimu unaweza ukaitumia kwa sehemu nyingi. Na of course unasema knowledge is wealth. Kwa hiyo unapokuwa na knowledge, unajifunza vitu vingi, unajifunza skills nyingi, una apply bado ukiwa na nguvu kazi. Kwa sababu kijana ambaye kwa mfano is 25 as opposed kwa kijana ambaye yuko 45, bana wote ni vijana. Wewe ambaye una miaka 25 una fursa kubwa sana ya kufanya nini? Ya kuweza kuelewa, kuweza kuwa proactive, kuweza kudadavua vitu kwa haraka. Kwa hiyo elimu ni muhimu sana. Kwa hiyo wewe Salma, unafikiri elimu ni muhimu sana kwa kijana na ni vitu ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa? Elimu ni muhimu na mimi naamini kwenye hilo kwa sababu nitolee mfano. Nilikuwa na rafiki hivi, ni mdada. Yeye aliolewa na miaka 15. Katika ile miaka 15 hajawahi soma hata chekechea. Kwa hiyo hata kuandika hivi message amejulia tu. Hivi pashari kashika simu, kwa hiyo hii ni K, labda ni C, hii ni B. Kwa kajulia hivyo. So hata ukikaa naye, ukiwa una maongezi naye mnaongea hivi, mada zake yani ni za kawaida, ni kawaida, ni sio vile mtu labda unakaa unatarajia utagain kitu kupitia yeye. Cause anakwambia hata nikikwambia jambo fulani siwezi kukiandika ama siwezi kukifanya hivi, inakuaje? Laiti kama angekuwa na elimu, tuseme sawa hajasoma sana lakini at least awe hata na la 7 au form 4. Unajua ukikaa naye hivi ukimwambia nawishi kufanya kitu fulani, atakwambia unajua hapo nilisoma sehemu fulani, ile sehemu fulani alisema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Inawezekana kusoma anajua lakini hajui kukidadavua kile kitu kwa undani. So hata mindset yako, mtu unajua ambaye kidogo amesoma, mindset yake inakuwa ni pana. Yeye vitu vyake anafikiria tu ni kawaida low. Kwa hiyo hata mtu akimwambia nahitaji kukupush, je, nikikupatia kiasi gani hapo naweza nikakusaidia? Mindset yake ni ndogo, atakwambia nikipata 50,000 tu. Unamuuliza 50,000 unafanya biashara gani? Hamna, nitapata, nitafanya. Lakini kwa kijana at least ambaye amefika la 7 au form 4 au tuseme chuo, ukimwambia naomba nikusupport,
kwa elimu ambayo amefikia yeye, basi atakuomba kile ambacho yeye anaona hichi nikisapotiwa. That's good. Wow, mimi nimependa. Kwa hiyo elimu ni muhimu sana. Wewe kijana ambao umekaa nyumbani, unaona kwamba huna nafasi ya elimu, angalau hata kama sio kwa kiasi kikubwa, lakini elimu ni muhimu. Lakini kwenye soko la sasa hivi, makampuni makubwa, hata fursa nyingi, hata kama wewe ni mfanyabiashara, unatakiwa uwe na elimu. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia. Lakini kipato je? Yaani mimi nilikuwa nawaza, unajua kuna sehemu nilisoma Salma, actually sio kusoma, ni real research. Wanasema kijana wa Marekani sasa hivi at age 16 ameshaanza kupata kipato chake. Sasa you can imagine mtu ambaye anafanya anaanza kuwekeza au anaanza kupata kipato chake at age 16. By the time huyo kijana yuko 30 years, hamwezi mkalinganisha naye kabisa. Labda kwa kifupi, wakati tunaendelea kuhitimisha, bado tuna dakika chache. Je, kwa habari ya kipato, of course una kazi, una elimu, labda you're doing something, au labda kabla hata kama huna kitu cha kufanya, kwa mfano, unamwambiaje kijana kwa habari ya kuzingatia kipato? Kuna mwingine hana, especially talk to those ambao labda hana kipato. Kwa experience yako, kwa sababu nao ulishapitia, na especially ulivyosema kwamba ulikuwa umeajiriwa, kuna kipindi ulifika ukaona kipato chako hakikidhi mahitaji yako. Kwa hiyo ukaona ni vyema labda ufanye biashara, uangalie kwa upande wa pili. Labda kwa kijana wa sasa hivi, kipato kwa kijana wa sasa hivi kinamaanisha nini? How is it important? Kwa nini ni muhimu sana kijana azingatie swala la kipato? Kwa kijana, yani ukishakuwa katika age ya ujana, huo ni wakati sahihi wa kutafuta, kujenga na kuweka mipango yako vizuri, kwa sababu hakuna wakati mwingine ambao unaweza kutengeneza maisha yako kama kipindi cha ujana. Ni sawa, watu wengi wanakuambia sio wote ambao wanafanikiwa kwenye ujana. Yes. Wengine wanafanikiwa kwenye uzee. Lakini hujui katika ujana wake alikuwa na struggle vipi mpaka akafikia kule. So eti mtu anakuambia mimi nafanya kazi sawa, lakini inawezekana muda utafika nitapata hayo mafanikio. Sawa, muda utafika. Je, una struggle vipi kwenye hayo mafanikio? Umri huu ni umri ambao unatakiwa upambane bila kuchoka. Neno nimechoka lisiwepo. Neno sijui nimekata tamaa, siwezi, lisiwepo. Sijui nimeshindwa, sijui watu wanasema no. Yaani katika age hii ni wakati sahihi ambao mtu unatakiwa kusema mimi naweza, kitu fulani nafanya, naenda kujenga kitu fulani. Usipojenga kipato sasa hivi, yani usipotengeneza njia ya kipato sasa hivi, ukija kufika uzeeni umechoka, let's say na watoto wako ambao utakuwa umewaleta pia wamechoka kama wewe, so inakuwa ni uchovu. Ila ukitengeneza misingi mizuri, kupambana vizuri, hata kipindi ambacho kinafikia sasa wanasema huyu sio kijana tena, lakini anasema kipindi cha ujana wake alipambana, maana sasa hivi ametulia. Kwa hiyo kipato ni muhimu sana, na ukiwa na kipato pia hata ukienda sehemu wanaona kama huyu kijana ana kitu. Kwa hiyo kwa kijana kipato hata kama ni ngumu kutafuta, haiwezi kawa ngumu kwenye kila kitu. Sio kwamba sio nimejaribu huku ni pagumu, huku ni pagumu. Hii dunia ni kubwa, so uwezo ukasema nimefanya kitu fulani nimekosa, mimi sitaki. Vijana wengi sasa hivi wanasema ngoja mimi nikae nyumbani. Wazazi kweli hawezi kukwambia ondoka. Ila tu muda utafikia, muda umeenda, ila hauna kitu. Hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya. Kwa hiyo ni kuinuka vijana, yani ufanye wewe unavyofanya. Kipato chako mwenyewe uanze kukitengeneza sasa hivi. Kivyo vyote. Ni kweli hamna kazi, ila tafuta alternative. Pata kipato cha kwako mwenyewe. Unajua ukishika hela yako mwenyewe, yani unashika hivi hela ambayo umefanyia wewe kazi. Kuna feeling fulani unaisikia ndani ya nafsi. Kwa hiyo kijana na kipato chake
apambane yeye kama yeye, atafute cha kwake yeye. Napenda unavyosisitiza. Na wasisitiza cha kwake yeye. Kuna ile raha. Mimi najua raha kushika hela ambayo nimefanyia kazi. Yani unaishika hivi. Let's say ni 400,000. Ni ndogo lakini ukiangalia hivi unasema this is my money. Hii ni ya kwangu hii. Niliteseka, kuna jasho lilitoka hapa. So yani wewe mwenyewe tu unajifeel proud. Hivyo. Sio kijana wa kike wala sio kijana wa kiume. Lakini this cut across, unasikia huyu ni dada nani? Salma, she's a lady here and she's very proud kwamba kweli wewe mwanamke usikae hapo unasema unasubiri utaolewa na nini. Vizuri kupata kipato chako. Why? Because when unapoingia kwenye misingi mingine ambayo labda ni ya familia, unaweza ukawa pia nini? Part of the support. Kwa hiyo mimi niseme kipato ni kitu kikubwa sana cha kuzingatia. So wakati tunahitimisha, nilikuwa natamani nijue kwa habari ya jamii. Wewe kama kijana unatakiwa uzingatie pia swala la kuhakikisha una wadhifa fulani kwenye jamii. Jamii inakutizama vipi? Why is it important kama kijana kuhakikisha kwamba katika ujana wake wadhifa wake ukoje? Mimi naweza nikakutolea mfano. Nimeshashuhudia vijana ambao wanakuwa na heshima kwenye jamii. Anajitoa muda wake. Anakuwa tayari kwa wakati wote katika jamii. Nimeona impact kwa sababu unakuta kila mtu anakuwa yuko very proud about kijana fulani. Umemwona yule kijana ana nidhamu. Yule kijana anajitoa sana. Ni muhimu sana kwa sababu kile ni kitu ambacho unakipanda ukiwa kijana na katika uzeeni wako kitakusaidia. Actually all these vitu ambavyo tunavyoviongelea leo wewe mtazamaji ni kwamba wewe kama kijana una nguvu, una fursa, una nafasi kubwa sana. By the time you are old, by the time you are 50, you are 40, you are 60, you are 80, kwa sababu ya kile ambacho umewekeza kama kijana, ndicho kinakuja kudetermine maisha ya uzeeni. Ndio tunachokizungumza kwa siku ya leo kwamba ni vitu gani ambavyo unatakiwa uzingatie kama kijana kusudi kikaja kusaidia uzeeni. Labda wadhifa wa vijana kwenye jamii. Kwa nini ni very muhimu sana kijana kuhakikisha anakiweka kwamba hichi ni kitu kikubwa cha dhamani kuzingatia jinsi unavyoishi na wale waliokuzunguka. Labda unaweza ukatupa mfano Salma. Kijana ni nguvu kazi actually. Kwa hiyo katika jamii yetu wanahitaji vijana. Lakini sio tu vijana ambao wanajielewa. So wazifa wako kwenye jamii ambayo inakuzunguka wewe inategemea wewe unavyo-treat watu wengine. Kwa mfano labda inatokea changamoto. Katika ile changamoto anahitaji vijana na wewe umetoka. Umetoka kwenye changamoto ya kwanza, ya pili, ya tatu, anasema huu mtaa, yani hata akiwa anaongea kabisa kwamba katika huu mtaa kuna vijana. Ila kuna kijana anatokea sehemu fulani. Yule kijana hakuna sehemu ambayo changamoto imetokea ama kuna kitu kinahitajika kufanyika asiwepo. Huyu kijana ni wa wapi? Watafuatilia. Kijana ana tabia hii na hii na hii na hii. Kwanza hiyo inatengeneza picha nzuri kwa wewe. Hata siku imekutokea tatizo lolote kwamba tuseme labda unaumwa, labda wazazi hawapo. Ila akatokea mtu katika hiyo jamii yako akajua fulani anaumwa na wazazi wake hawapo, watakutreat kama mtoto wao kwa sababu wewe ni kijana ambaye una support na yani unaongeleka vizuri pale kwenye hiyo jamii. Kwa hiyo katika jamii kwanza ukiwa hauna picha nzuri kwao, hakuna mtu atakupenda. Sijui mtoto fulani huaga na matusi, hawezi kuongea na wakubwa vizuri. Hiyo pia ni changamoto kwako. Kwa hiyo anasema yule mzazi amezaa mtoto ambaye hajielewi. Kwa hiyo hata wazazi wako tu wenyewe unawashusha. Sijui yule mtoto labda ni mwizi. Yani ukishapishana naye tu, ukikutana naye wewe geuka kimbia. Atakupola. Lakini umeona mtoto fulani? Tuseme labda anakuambia yule mtoto fulani yupo sehemu fulani lakini ana adabu, hawezi kupita sehemu bila kusalimia. Uwezo kumwambia changamoto fulani na asishiriki ama asifanye.